Bwana ni mwema, watu wa Mungu. Napenda kuwakaribisha kwenye somo na mada yetu ambayo tutakuwa nayo. Na mada ambayo tutakuwa nayo ina kichwa ambacho kinasema safari yenye matumaini. Katika safari hii yenye matumaini tutakuwa na sehemu ya kwanza leo, ambapo katika sehemu hii ya kwanza tutaangalia mwanzo wenye kupendeza. Ni safari ya matumaini kwa sababu Mungu aliumba ulimwengu katika hali iliyo nzuri, njema na tena ya kuvutia sana. Na baada ya kuwa imeumbwa katika hali hii nzuri, unafika wakati ambapo ulimwengu ukaingia kwenye shida, kwenye janga, kwenye ziki, magonjwa tunayoyatazama, mauaji tunayoyaona, kutokuwapo kwa amani, kumomonyoka kwa maadili. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba kuna jambo lilitokea katika ulimwengu wetu. Na tunaposema sasa ya kwamba tunayo safari ya matumaini, hii sasa ni safari ambayo inatuelekeza kuelekea nyumbani. Lakini katika siku hii ya leo tunapenda tuangalie tu ya kwamba mwanzo wenye kupendeza. Na katika hii ya kwamba mwanzo wenye kupendeza, katika Biblia takatifu Mungu anatueleza mwanzo ulio mzuri. Na sasa kabla hatujaendelea na kuendelea kuzama kwenye huu mwanzo wenye kupendeza, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya safari yenye matumaini, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya kibali ulichotupatia hivi leo tena cha kuja kujifunza ukuu wa neno lako. Tunamuomba Roho Mtakatifu, yeye ajuaye kufundisha, atumie akili yangu na hekima ya kwangu ili kusudi yaliyo mapenzi yako yakatimizwe. Na hasa tunapokuwa tukienda kufunua na kujifunza juu ya mwanzo wenye kupendeza, tukakuelewe wewe na namna ambavyo ulituumbia ulimwengu wenye kuvutia kweli kweli. Tunaomba hayo kwa imani na matumaini ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwanzo wenye kupendeza. Biblia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza na fungu la kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia inaanza kwa kutupatia historia ya kwamba mwanzo kabisa Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na katika uumbaji huu ambao unaonyeshwa ya kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi, sio mbingu anayoikalia yeye. Hii anazungumza habari ya mbingu ambayo ni sayari yetu na nchi ambayo sisi tunakaa kwayo au ndani yake. Lakini hii haituonyeshi Mungu aliumba kwa namna gani, ila tu inatuletea ya kwamba Mungu ndiye mbunifu mkubwa na ndiye muasisi wa ulimwengu tunaoishi ndani yake hivi leo. Katika Mwanzo hiyo moja fungu la 31 akasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa asubuhi siku ya 6. Kwa hiyo Mungu alichokifanya katika mjumuiko wake wa siku 7, zile 6 za uumbaji, vyote vilimalizika kwa kuwa ni vyema. Na hiki ndicho ambacho kinatuleta kuwa na mada inayosema mwanzo wenye kupendeza, ya kwamba kila kitu ambacho Mungu alikifanya kilikuwa ni chema. Juma la uumbaji lilikamilika kwa uumbaji uliokuwa ni bora wa viumbe vyote vyenye uhai. Uzuri wa utukufu wa Mungu kwa kweli ulionyeshwa katika mandhari nzuri na tena ya kuvutia. Iliupamba ulimwengu, mpangilio wa kila kitu mahali pake. Miamba ambayo tunaiona leo ilikuwa ndani kabisa ya ardhi, ikiwa ni mifupa ambayo imeshikilia ardhi yetu. Ulimwengu ulikuwa kwa kweli ni wenye kupendeza na kuvutia tele. Mandhari hii nzuri na tena ya kupendeza, Mungu mwenyewe aliitengeneza kwa ajili ya uzuri na kwa ajili ya kiumbe ambaye hapo siku ya 6 alimuumba, ambaye alikuwa ni mwanadamu. Kila jambo lilikuwa kwenye mpangilio wake. Na katika hili mtunzi wa Zaburi
katika ile Zaburi ya 8 fungu la 3 anasema, nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Kwa hiyo Mungu ndiye alikuwa ni mbunifu wa ajabu, mbunifu mkubwa, mwenye kupangilia nyota tunazozitazama, anga lilivyokaa kwa uzuri wake, mimea ambavyo ilivyokuwa imekaa na kujipangilia ndani ya bustani ya Edeni. Ilikuwa ni sehemu ambayo ilionyesha uzuri na ukamilifu ambao Mungu alitutengenezea. Kwa kweli kila jambo lilikuwa katika hali na mandhari iliyokuwa bora ya kuvutia. Kile ambacho tunakitazama leo ni matokeo baada ya kuwa kumetokea mtafaruku, lakini hapo mwanzo Mungu alikuwa ametengeneza ulimwengu kwenye hali yake iliyo njema. Katika Zaburi hiyo ya 33, Biblia inayo maneno haya katika fungu lake la 4: kwa kuwa neno la Bwana lina adili na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Katika fungu la 6 anasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Katika ile fungu la 9 anasema, maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Kwa hiyo Mungu katika uumbaji wa vitu vingine, Mungu alikuwa anasema kwa neno lake vitu vinakuwapo. Mungu akasema na kuwe na miche, na ikatokea. Mungu akasema na kuwe na wanyama wa kila aina, wakatokea. Kondeni wakatokea. Kwa hiyo Mungu akatengeneza ulimwengu, na hata ulipofika sasa wakati katika ile siku ya 6 ambayo hii sasa inakuja na uumbaji wa mwanadamu, katika ile Mwanzo 1:26 na 27, ambayo neno la Mungu linasema maneno haya. Mwanzo 1:26 na 27, neno la Mungu linasema maneno haya katika Biblia yako na Biblia yangu. Neno la Mungu linasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Na kwa nini aliwaumba? Fungu la 26 linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu akamtengeneza mwanadamu, akamweka kuwa mtawala juu ya viumbe aliyokuwa amewatengeneza, akamweka kuwa mtawala juu ya ulimwengu aliyokuwa ameufanya kwenye mandhari nzuri na njema ya kuvutia. Mungu alipokuwa amelitenda hili na ameyafanya haya yote, na tayari sasa anamuweka Adam na Hawa ndani yake, ndipo sasa anasema wakawe nini? Wakatawale. Kwa hiyo sasa Mungu akawa ametengenezea ulimwengu mzuri na wenye kupendeza. Adam na Hawa, wazazi wetu hawa wa kwanza kabisa, wakakabidhiwa ulimwengu ambao ndani ya ulimwengu Mungu aliwatengenezea bustani, mahali pao ambapo ni nyumbani kwao. Na katika mahali hapa palikuwa ni pazuri pia. Mungu amepapamba kwa uzuri wa maua, kwa uzuri wa kila kitu. Ulimwengu ukiwa katika uzuri huu wa kustaajabisha. Sikia, Adam na Hawa walipendezwa na uzuri wa maskani yao ya Edeni kabisa. Walifurahishwa na chiliku wadogo waliowazunguka, wakiwa wamevikwa manyoya mazuri, na huku wakiimba mziki wao wa furaha na uchangamfu. Wanandoa hawa watakatifu walijiunga nao ndege hawa chiliku na kuinua sauti zao kwa nyimbo zenye sauti za kupatana, za upendo, sifa na za ibada kwa Baba na Mwana wake, kwa ajili ya ushahidi wa upendo uliokuwa umewazunguka kila upande, ya kwamba Mungu ni upendo, kupitia mazingira na mandhari nzuri aliyowatengenezea. Hakika ni kweli ya kwamba ulimwengu na mambo yote ambayo Mungu alikuwa ameyafanya katika wakati huu yalikuwa ni mazuri na ya kupendeza.
kauli ile njema kabisa ya Mungu ya kwamba na tazama ni chema, alichokifanya kilikuwa katika manzali hii, na wakati huu kilikuwa kwenye ubora wake. Sasa ilikuwaje na inakuwaje tunakuwa na safari ya matumaini? Maana kulikuwa na uzuri wa kuvutia na mambo yote yalikuwa ni mazuri. Leo tunachotazama ambacho tunaona ni mtafaluku, tunaona ni magonjwa, maana wakati huo hakukuwa na magonjwa, wala wakati huo hakukuwa na jambo lolote ambalo linaweza likaleta ghasia kwenye maisha ya mwanadamu. Hivi vilitoka wapi? Na nani ambaye alivileta? Na kwa nini Mungu aviruhusu kwenye ulimwengu wa kwake ulio bora na mzuri aliokuwa ameutengeneza? Sikia, Adam na Hawa katika Edeni, wanandoa hawa watakatifu kabisa, hawa walikuwa na furaha sana wakiwa katika Edeni hii. Mungu aliwapa utawala usio na mipaka juu ya kila kitu chenye uhai. Sikia hii ya kwamba kwa nini mazingira na ulimwengu wakati huu ulikuwa ni wenye kupendeza. Simba na mwanakondoo walicheza pamoja kando yao kwa amani na bila kuzuriana, lakini pia walilala miguuni pao. Ndege wa kila rangi na kila aina ya manyoya walilukaluka miongoni mwa miti na maua kuwazunguka. Kwa kweli Adam na Hawa, wakati huu ambao Mungu alikuwa amewatengenezea ulimwengu huu ambao haujaanguka dhambini, wakati huu ambapo sauti zao nyololo za kimziki zilitoa mwangwi miongoni mwa miti kwa mapatano mazuri kwa muumbaji wao, ulimwengu na maisha ya wakati huu yalikuwa ya kupendeza. Uzuri uliokuwepo mwingine ni huu: hata miti ya miiba ambayo ilikuwapo na miti mingine, wakati Adamu alipopita na kutembea ndani ya bustani hii ya Mungu ambayo alikuwa amemtengenezea katika ulimwengu huu wa kwanza kabla hujaanguka dhambini, ni kwamba vilimpisha njiani. Mambo yalikuwa ni mazuri ajabu. Kwa kweli huu ulikuwa ni ulimwengu wa pekee, ulifunua upendo dhahiri wa Mungu. Lakini kwa nini leo tupo hapa? Kwa nini leo mambo yalibadilika? Kwa nini? Niendelee kukukaribisha katika safari yenye tumaini, miendelezo yake ambayo tutakuwa nayo, ambayo itatuletea na kutufunulia kwa nini tuwe na safari hii ya matumaini. Kwa nini tunahitaji kuwa na safari kutoka hapa tulipo? Kwa nini ulimwengu wetu leo uko hapa ambapo tunautazama ulipo? Jioni hii ya leo, na kabla ya hatujaanza kuingia kwenye masomo, kuzama kuangalia kwa nini tunahitaji tuwe na hii safari, nikupatie wito huu. Mungu alipokuwa ameutengeneza ulimwengu huu, aliona kabisa ya kwamba kila alichokifanya ni chema, na hii ndio kauli yake, tena tu sio chema, chema sana. Ulikuwa ni mwanzo wenye kupendeza kabla ya safari ambayo tunaizungumza sasa kuanza, ambao uzuri na mpangilio wa mambo ulivutia tele. Mungu huyu hadi sasa anaita na anahitaji umpokee moyoni pako. Huyu anahitaji arejeshe maisha yako katika uzuri wa kupendeza, kama hapo mwanzo kulivyokuwa na uzuri. Hakukuwa na magonjwa, hakukuwa na shida, hakukuwa na tabu, hakukuwa na vilio. Kwa kweli ulikuwa ni mwanzo wenye kupendeza. Na yeye anasema katika ile Yohana 3 fungu la 37 ya kwamba yeyote ajaye kwake hata mtupa kamwe. Huu ni wito wa pekee. Hata sasa ngali anahitaji kutengeneza maisha yako kuwa yenye kuvutia na kupendeza. Sijui unapitia shida gani katika maisha yako ya kiafya. Sijui unapitia changamoto gani katika maisha yako ya kielimu, katika maisha yako ya kiuchumi, huenda katika familia yako, huenda katika jambo lolote ambalo unalipitia. Lakini Mungu jioni hii leo anakuita, ananiita nami pia, ya kwamba upo uwezekano kabisa
wa kurudisha maisha yako kuwa ni yale yaliyokuwapo mwanzo, yenye kuvutia na kupendeza. Nikukaribishe na nikuombe. Toa maisha yako kwa ajili ya Yesu, ili ayarudishe yale yaliyokuwa ya mwanzo kabisa wakati anaumba ulimwengu na akasema na tazama ni chema, iwe ni sehemu ya maisha yako pia. Nikukaribishe kuendelea kuwa pamoja nasi katika kufuatilia mfululizo wa masomo yetu haya ambayo tutakuwa tunakuja nayo, yenye kichwa kikuu kinachosema safari yenye tumaini. Asante sana, na tunaweza sasa tukaomba pamoja kwa kufunga somo letu hili. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, utukuzwe kwa maana umekuwa pamoja nasi ukitufunulia mwanzo wenye kupendeza. Tunashukuru kwa maana wewe uliumba ulimwengu wetu katika namna nzuri ya kuvutia na kupendeza kwa ajili yetu pia. Biblia inatufunulia namna ambavyo upendo wako ulivyo mwingi, lakini muovu alituingiza kwenye tabu. Na sasa tunapokuwa tukiendelea na mfululizo wa masomo haya, karibu uwe pamoja nasi, utufunulie ukuu wako huu na kwa nini tuwe na safari hii yenye matumaini. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina.